na challenge ambayo iliyopo sasa hivi, tumalize hapa Masanza, ni kuhusiana na vitu ambavyo sasa nje ya uwanja na nje ya matukio ya mpira ya Jonathan Soa. Mfano kadi nyekundu ambazo si za muhimu. Mfano tayari katika maisha yake ya mpira, katika karia yake ana kadi nyekundu 2 dhidi ya Yanga. Kuna moja akiwa na Medeama na nyingine tayari alivyokuja Singida. Hii nayo haitaleta shida kwenu kwa sababu mkimkosa akiwa nje ya uwanja, kwa sababu matukio yake mengine, nidhamu kwenye kiwanja cha mazoezi, nidhamu kwenye kambi yake, nidhamu ndani ya kiwanja akiwa anahitajika dhidi ya timu kubwa kama hivyo, inakuwaje hapa? Sasa unajua bahati nzuri sisi Soa sio mgeni kwetu. Okay. Soa ameshatumikia Singida, akaondoka na amerudi tena. Jambo wanaweza kulisema na watu wanaweza kuangaa. Soa ni mchezaji ambaye ana discipline ya hali ya juu. Nakwambia kwa sababu ni mchezaji ambaye huwezi kumkuta kwenye makosa ya kinidhamu. Sisi tunachukua hatua, mnaonaga hata Singida tunatoa mpaka taarifa. Mpaka Aucho mlimfanyia. Tuko very serious katika eneo hilo. Lakini Soa kwa Singida hajawahi kukutwa na makosa namna hiyo. Okay. Na mambo ya ndani ya uwanja, of course, kama kuna vitu vinafanyika ndani ya uwanja huwa anadhibiwa pale pale. Kama ni refa atampa adhabu, kama atafungiwa. Na ndani ya club kama tumeona inaleta tunaweza tukamuonya au tukazungumza naye, lakini kwa kipindi chote ambacho tumekaa naye hajawahi kuwa msumbufu kwa klabu. Naomba ieleweke vizuri. Okay. Hajawahi kutusumbua Jonathan Soa, ndio maana klabu imeonyesha imani tena kwa mara nyingine, imemrudisha nyumbani, ambaye kwetu ana faida nyingi zaidi na hatujawahi kuona hiyo hasara ya discipline. Kwa hiyo inawezekana na feel home akiwa ana utulivu wa hali ya juu, na tunamwombea Mwenyezi Mungu amjalie aweze kufanya zaidi alichokifanya mara ya kwanza. Lakini sasa hivi ndugu yangu kwenye eneo letu forward hapo kuna Matthew Tegisi Omanyi. Tuna wachezaji ambao wanaweza kutupa matokeo hata kama Soa atakuwa na dharura nyingine yoyote. Barikiwe sana Hussein Masanza, iwe heri kwenu katika msimu huu. Sisi kupitia Omar Rashid Bula aliweka predictions zake hapa kwamba nyie mpo tatu bora, kawaondoa wekundu wa Msimbazi Simba. Imeleta shida ulimwenguni. Pigiwa simu nyingi sana. Ikoje au mna biashara naye Omar Rashid Bula? Anaongea ukweli, si anaona uzuri. Bula anaweka fact, anaongea kwa anakuwekea na fact sahihi. Sisi timu yao tuende tukashiriki Champions League mama, kwa kuna mtu lazima aondoke. Kwa hiyo hata hiyo nafasi ya 3 huwezi kucheza Champions League nafasi ya 3. No. Kwa hiyo sisi target yetu ni kuthubutu zaidi. Tumeshafanya vizuri kwenye Confederation. Tutafanya vizuri pia. Then mwakani tutajipima katika hatua kubwa zaidi, na ndio ukuaji wetu huko hivyo. Tunakuwa kwa hatua, kikubwa ni dua na tuendelee kusupport na kusema ya kweli kama ambavyo Omar Bula mimi namuona mara nyingi sana anachoposti, naona namna anavyoweka fact, wanamshambulia lakini mwisho wa siku hawezi kushambulia.